Habari za jioni mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa shene yetu Kwetu News 24. Hivyo niko na furaha ya mingi sana kukukaribisha katika jioni hii ya leo kufuatana nami kwa habari zifuatazo. Leo tutakuletea habari kutoka pande mbalimbali za dunia hii, na hivyo tutaelekea uko Kongo, tutakuwa uko Mali na sehemu zingine mbalimbali. Na tutaanza moja kwa moja na uko Kongo ambako Minembwe kumeripotiwa asubuhi ya leo mashambulizi makali kati ya FARDC pamoja na waasi wa Twirwaneho pamoja na washiriki wao wa Red Tabara. Na pia tutaelekea uko DRC kwenyewe ambako jeshi la taifa limeripoti kukamata vifaa vya mapigano, ni kusema silaha za waasi mbalimbali ambao walikuwa wakipigana nao ndani ya tarafa la Uvira. Na pia tutaelekea huko Walikale ambako ndani ya kijiji cha Kibua kumeripotiwa utapiamlo mkubwa ambao umeleta matatizo ndani ya mji huo. Na tutaenda huko Mali ambako magaidi wamechoma magari ya mafuta huko, na hiyo kusababisha uchumi kushuka ndani ya nchi hiyo. Na pia tutaelekea huko Rubaya ambako kulitokea ajali ya watu 200 ambao walifariki dunia kutokana na ajali ya mgodi wa coltan kuangukia. Na tutaelekea huko DRC ambako hatua za kinidhamu zilitolewa na kukamatwa dhidi ya DG wa OCC. Hizo ni taarifa ambazo tutakusogezea kwa siku ya leo. Wasikilizaji wapendwa, karibu sana kwenye taarifa ya habari ya siku ya leo tariki 31 ya Januari. Na tunakuletea taarifa kutoka vijiji vya Uvira mkoani Sud Kivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kufanikiwa operation ya kijeshi iliyosababisha kuangamizwa kwa waasi 20 wa kundi la Twirwaneho katika mapigano makali yaliyotokea katika vijiji vidogo vidogo vya Uvira. Kwa mujibu wa Lieutenant Mbui Kalonji, msemaji wa Operation Sokula de Sud Kivu, mapigano hayo yalifanyika wakati jeshi likiendelea na operation za usalama katika maeneo hatari kabisa ya vijiji hivyo vya Uvira. Anasema kwamba mbali na waasi 20 waliouawa, waasi wengine kadhaa wamejeruhiwa vibaya na walikimbia mahali kusikojulikana. Katika operation hiyo, jeshi la DRC iliweza kukamata silaha 12 za kivita zikiwemo bunduki 15 ya aina ya AK-47, silaha 4 za RPG-7, bunduki 2 za PKM. Pia jeshi liliteka vifaa vingi vya kijeshi na mawasiliano ikiwemo generator 3 za umeme, pikipiki 2, radio 3 za aina ya Motorola na masanduku 2 ya risasi nzito za 12.7 mm, mabomu 4 ya SPG-9 pamoja na risasi nyingi za PKM. Msemaji huyo amepongeza hatua hiyo ya jeshi, akieleza kuwa vitengo vya uhalisi wa kijeshi vya kikosi cha 33 vinaendelea na kazi ya kusafisha mabomu na vilipuzi katika maeneo ya nyeti ya Uvira. Na majengo ya umma na binafsi yaliyokuwa yamefungwa vilipuzi sasa yanakaguliwa ili kulinda raia. Kwa mujibu wa jeshi la taifa FARDC, maeneo kadhaa yalikuwa yamewekwa bomu na magaidi wanaoshirikiana na M23, hali inayohatarisha maisha ya wakahaji wa tarafa la Uvira pamoja na tarafa la Fizi. Jeshi linatoa onyo kwa wananchi na kuambia kuepuka maeneo yaliyokuwa uwanja wa mapigano na kutoa taarifa kwa mamlaka za usalama wanapoona vitu
vya kutiliwa shaka. Jeshi la FARDC limesisitiza kuwa litaendelea na operation za kulinda amani na usalama na mamlaka ya dola katika mkoa wa Sud Kivu. Wananchi wanahimizwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi kwa ajili ya kurejesha amani ya kudumu ndani ya mji huo. Kwa mujibu wa chanzo cha kijeshi, silaha zote hazikuweza kuonyeshwa hadharani kwa sababu za kiusalama, lakini jeshi limesisitiza kuwa maadui wamepata pigo kubwa. Chanzo cha kijeshi kimenukuliwa kikisema hivi: silaha zote haziwezi kuonyeshwa kwa waandishi wa habari. Hata hivyo, ni muhimu kujua kwamba adui wamepigwa vibaya, wamepigwa kadhaa na wapiganaji kadhaa wao wameuawa na wengine wamejisalimisha. Na wananchi kadhaa waliokuwa karibu na eneo hilo wanasema kuwa tulianza kusikia milio ya risasi tangu alfajiri, ilikuwa kali sana hadi mchana. Baada ya hapo hali ilitulia, amesema mkaaji umoja wa eneo hilo. Na mwingine aliongezea hivi: kuona silaha hizi zilizotekwa kunatupatia matumaini kwamba jeshi letu litatulinda na kurejesha amani. Hadi sasa mapambano hayo yanaendelea ili kudhibiti hali ya usalama katika eneo hilo. Tuelekee huko Minembwe ambako tariki hii ya leo kumetokea mashambulizi kati ya jeshi la FARDC na waasi wa Twirwaneho na Red Tabara wakishirikiana na M23. Na mashambulizi hayo yalianza asubuhi masaa 3 na hivyo mashambulizi hayo yaliendelea kwa muda mrefu. Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Rwisukunku karibu na Minembwe, yakihusisha waasi wa Twirwaneho na Red Tabara wanashirikiana na M23 dhidi ya jeshi la FARDC lenye kusaidiwa pia na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi katika nyanda za juu za Fizi, Mwenga, jimbo la kusini la Kivu Kusini. Kwa mujibu wa mashuhuda walioko eneo la tukio, droni za kivita zilifanya mashambulizi ya mabomu huko Madege katikati ya Minembwe, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa raia. Hasara za kibinadamu: angalau watu 17 wamepoteza maisha, wakiwemo raia na majeshi, kulingana na taarifa za awali kutoka eneo la mapigano. Na mashuhuda na maneno fulani ya wananchi yalisema hivi: tuliona drone angani kisha tukasikia milipuko mikubwa, watu walikimbia kila upande kuokoa maisha yao. Ni vile mtu mmoja wa Mandegu alisema. Na mwingine wa huko Rwisukunku alisema hivi: mapigano yalianza asubuhi na hayakuacha mpaka jioni. Tumepoteza watu wetu na tunaishi kwa hofu. Ni vile mkahaji huyo alisema. Kwa mujibu wa taarifa za FARDC kwa kushirikiana na jeshi la taifa la Burundi pamoja na wazalendo, wanasema kuwa vikosi vya serikali vimefanikiwa kudhibiti vijiji kadhaa muhimu, vikiwemo Point Zero, ni kusema daraja la mkakati linalofungua njia kuelekea Mulima na maeneo mengine kadhaa ya jirani katika nyanda za juu za Minembwe. Eneo la Minembwe linaendelea kuwa katika hali ya hatari kubwa, huku raia wakiombwa kuwa waangalifu. Mapigano haya ni sehemu ya vita vinavyoendelea dhidi ya waasi wa M23 na wakishirikiana wao katika Kivu, hali inayoendelea kuathiri vibaya usalama na maisha ya wananchi wa kawaida. Twende basi huko Rubaya tukujuze habari zinazoendelea huko. Zaidi ya watu 200 wamefariki dunia kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyotokea katika mgodi wa coltan wa Rubaya. Kwa mujibu wa taarifa za Reuters, idadi hiyo ya vifo bado ni ya muda, lakini inaweza kuongezeka. Mgodi huo uko chini ya udhibiti wa
AFC M23 tangu mwaka wa 2024. Taarifa za awali kuhusu ajali hiyo zinathibitishwa na msemaji wa waasi ambaye amesema tukio hilo lilitokea ghafla wakati shughuli za kiuchumi za uchimbaji zikiendelea. Na hii ni maneno yaliyonukuliwa ya chanzo kutoka kwa waasi wa M23. Wanasema hivi: ajali imetokea katika mgodi wa Rubaya. Kwa sasa tunazungumzia zaidi ya vifo 200, lakini tathmini bado inaendelea. Na maneno fulani ya washuhuda na wakaaji wa eneo hilo inasema hivi: ardhi iliporomoka ghafla na watu wengi walikuwa ndani ya mgodi, hakukuwa na muda wa kukimbia, anasema mkaaji wa Rubaya. Na mwingine aliongezea hivi: hii ni maafa makubwa, familia nyingi zimepoteza wapendwa wao. Hiyo ilikuwa ni maneno ya mkaaji wa huko Rubaya. Uokoaji unaendelea huku milima mingi bado ikisakwa chini ya kifusi. Tukio hili limeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa wachimbaji katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi, hasa kwenye mgodi wa madini yenye hatari kubwa kama coltan. Twende basi huko Mali ambako kumeripotia nako shambulizi la kigaidi lenye limetokea ndani ya siku chache zilizopita. Makundi ya kigaidi inayoitwa Jihadis yametekeleza mashambulizi mapya nchini Mali ambapo makumi ya malori ya kubeba mafuta yameharibiwa kabisa. Shambulio hilo linalenga tena miundombinu muhimu ya usafirishaji na ugavi wa mafuta. Kwa mujibu wa taarifa za awali, magari hayo yaliteketezwa kwa moto baada ya kushambuliwa, hali iliyosababisha hasara kubwa ya kiuchumi na kuvuruga shughuli za kawaida katika eneo husika. Na maneno fulani yalinukuliwa kutoka kwa wakaaji wa eneo hilo. Walisema hivi: tuliona moto mkubwa sana, malori yalikuwa yamewaka moto moja baada ya jingine. Huyo alikuwa ni msemaji wa kwanza, na msemaji wa pili alisema hivi: hii ni pigo kubwa, mafuta yalikuwa yakisafirishwa kwa matumizi ya raia. Huyo alikuwa ni shahidi wa pili. Tuzungumzie basi hatari ya shambulio hilo, uhalifu mkubwa wa malori ya mafuta na hatari ya uhaba wa mafuta katika baadhi ya maeneo, na pia kuongezeka kwa wasiwasi wa kiusalama miongoni mwa raia. Na hali ya sasa katika mji huo ni vikosi vya usalama vya Mali vinaendelea kufanya uchunguzi na kuimarisha ulinzi wa kufuatia shambulizi hilo. Hakuna taarifa rasmi bado kuhusu idadi ya vifo au majeruhi wala kundi gani hasa limehusika. Turudie huko Kongo Walikale ambako kumeripotiwa kuwa na njaa kubwa kutokana na uhaba wa chakula. Katika Centre de Sante la Kibua, wilaya ya Walikale, kesi kadhaa za utapiamlo zimeanza kuripotiwa, hali iliyohusishwa moja kwa moja na mgogoro mkubwa wa chakula unaolikumba eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, kaya nyingi zimekosa chakula cha kutosha kutokana na ukosefu wa usalama, kuharibika kwa mashamba na kukatika kwa njia za usambazaji wa chakula. Watoto na wanawake, wajawazito na wazee ndio wanaoathirika zaidi. Maneno fulani ya wananchi ambayo imenukuliwa inasema hivi: watoto wetu wanadhoofika kila siku, hatuna chakula wala mashamba ya kulima kwa sababu ya hofu ya mashambulizi. Hiyo ilikuwa ni ushuhuda wa mkaaji wa kwanza katika eneo la Kibua. Na kuhusu mkaaji wa pili anasema hivi: tunaishi kwa mlo mmoja kwa siku, wakati mwingine hata huo haupatikani.
Hiyo ilikuwa ni maneno ya mwingine mkaaji wa pili katika kijiji hicho cha Kibua. Ongelee kuhusu hatari za kiafya ndani ya mji wa Kibua. Kuongezeka kwa utapiamlo mkali na wa wastani hasa kwa watoto. Hiyo ni hatari ya kwanza, na hatari ya pili ya vifo vinavyoweza kuzuilika iwapo msaada utapatikana. Msongamano katika vituo vya afya visivyo na vifaa vya kutosha, ile inaleta hatari kubwa. Na hatua mbalimbali zilichukuliwa kisha kuona jambo hilo. Hatua la kwanza ni vituo vya afya vya Kibua vinaendelea kupokea na kutibu wagonjwa wa utapiamlo, huku wakiomba msaada wa dharura kutoka kwa serikali na shirika za kibinadamu. Hata hivyo, changamoto za usalama na upatikanaji wa eneo zinaendelea kuchelewesha misaada hiyo. Hali ya sasa, eneo la Walikale Kibua linaendelea kukabiliana na hali ngumu ya kibinadamu, na wakaaji wanatoa wito wa msaada wa haraka wa chakula na matibabu ili kuzuia hali kuendelea kuwa mbaya zaidi. Acha basi tuzungumzie pia hatua za kinizamu dhidi ya mkurugenzi mkuu wa OCC. Wizara ya biashara ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kufunguliwa kwa hatua za kinizamu dhidi ya mkurugenzi mkuu wa ofisi ya Kongo ya udhibiti Etienne Chimanga Mtombo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya wizara, anashutumiwa kwa makosa makubwa ya usimamizi, faute de gestion lourde, kutotii mamlaka na kuhatarisha taasisi ya OCC. Mkurugenzi huyo amepewa siku 12 kuwasilisha utetezi wake kwa mwandishi. Mchakato huu unazingatia sheria za utawala na ajira nchini Kongo. Kabla ya kumalizwa kwa uchunguzi huo, waziri wa biashara ya nje Julien Paluku ametangaza hatua kadhaa za tahadhari zinazoathiri uendeshaji wa OCC, ikiwemo kusitisha mara moja kwa upandishwaji vyeo na uhamisho wa wafanyakazi kote nchini, na pia kugandisha kwa uteuzi wowote mpya hadi itakapotolewa taarifa nyingine, na pia kupigwa marufuku kwa matumizi ya fedha isipokuwa gharama za kawaida za uendeshaji wa malipo ya mishahara, na pia matumizi yoyote nje ya mfumo huo yatahitaji idhini ya awali ya waziri, na pia kukatazwa kusaini mikataba mipya na watu au taasisi za nje. Hatua hizi zinachukuliwa wakati serikali ikiimarisha udhibiti wa usimamizi wa mashirika ya umma. OCC ni taasisi muhimu sana katika udhibiti wa ubora wa bidhaa, ulinganifu wa bidhaa na viwango, na pamoja na biashara ya ndani na ya kimataifa nchini DRC. Utaratibu wa kibinadamu unaendelea huku umma ukisubiri uamuzi wa mwisho ambao unaweza kuwa na athari kubwa na kwa uongozi wa mwandishi wa OCC.